haimlaumu tena nafsi, na hapo ndo kushangamia kabisa tena. Maana kuna nafsul mutmainna, hizo ndo tuziombe kila muislam awe na nafsi ambayo imetulizana. Na utaweza kuipata nafsi mutmainna kwa sababu ya siri moja: ala bidhikrillahi tatma'innul qulubu, kwa kumtaja Mungu sana, kwa kusoma Qur'ani sana, kwa kufanya ibada sana, basi nyoyo hufika pahala zikatulia, hazitaki lolote. Na hususan iwe ile dhikri yenyewe unaijua maana yake. Kama dhikri kwa darasani ikawa unaambiwa maneno yanakutwanga, ukiondoka umeondoka na kitu, imekuwa mpata dhikri kubwa sana katika mwezi wa Ramadhani, basi dhikri ile inaufanya moyo wako utulie pahala maalum. Na kuna nafsi lawama, halafu kuna nafsi nyingine tena amaratun bisui. Nafsi namna tatu hizi: kuna nafsi imetulia makini kabisa, na kuna nafsi ambayo inakwenda huko na huko, wengine inazidiwa, inashindwa kwenye vita, lakini inajilaumu, inajuta, upata ikakaa pembeni peke yake, ikalia, ikasikitika sana, kwa nini nikafanya hivi? Na kuna nafsi nyingine tena, hiyo kazi yake amaratun bisui, hiyo chaharibika sasa. Tayib, basi fasaimu, mfungaji wa kweli kweli hasa, anatakiwa awe yamliku zimama nafsihi, amezimiliki khatamu za nafsi yake, wayantasiru alaiha, na anachukua ushindi juu ya nafsi ile. Wa min fawaidi siyami, na katika jumla ya faida za funga vile vile, annahu yudhaifu majara shaitani fi badanin liannahu yajri min ibni adama majra dami. Na katika baadhi ya faida za funga vile vile, annahu yudhaif majara shaitani, ibada ya funga itadhoofisha yale mapito ya shetani ndani ya mishipa ya mwanadamu. Maana ziko njia shetani anazijua kuzitumia katika mwili wa binadamu. Fa innahu yajri, kwani yeye shetani zile tashwishi zake kwa mwanadamu, yajri min ibni adam, amekuwa anapita kwa mwanadamu majra dami, kama mapito ya damu yanavyokuta katika veins of blood. Kuna mishipa maalum inapitia damu katika mwili wa binadamu, basi shetani huwa anapita mli kama mwendo wa damu katika mishipa ile. Sasa hii baada ya saumu hii huwa